Watazamaji wa Jambo TV, tuko na Sheikh Mwaipopo, kiongozi wa dini ya Kiislamu. Tumefika nyumbani kwake hapa kufanya naye mahojiano mbalimbali kuhusiana na masuala kadha wa kadha yanayoendelea ndani ya nchi yetu. Kama mnafahamu mtazamaji wetu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo joto la uchaguzi limekuwa ni kubwa sana. Hivyo tumekuja hapa kwa mwanazuoni wa Kiislamu wa Sheikh Mwaipopo tupate kujua mtazamo wake kuhusiana na mambo mbalimbali yanayotokea hapa. Sheikh Mwaipopo, asante sana kwa kukaribisha hapa. Asante. Joto la kisiasa limepanda, Sheikh Mwaipopo. Wewe umekuwa ni mtu ambaye umekuwa ukitoa mitazamo, mchango kwenye masuala ya kisiasa, uchambuzi wa siasa. Hali ya kisiasa kwa sasa ikoje kuelekea 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, nikushukuru na wewe ndugu mwandishi. Nikushukuru sana kwa kunitafuta kufika ofisini kwetu ili tuzungumze masuala ya kinchi. Hali ya uchaguzi mimi nafikiri hali ya kinchi ni nzuri. Ni nzuri sana kwa sababu nchi ina amani na utulivu. Tanzania wanafanya kazi zao, wanafanya maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo hali ya nchi haina shida. Juzi katika moja ya kauli zako tumekusikia ukijibu viongozi wenzako wa dini ya Katoliki mara baada ya kuwa wametoa waraka wao. Ukasema kwamba hawa watu walipaswa kujikita katika masuala ya kiimani. Lakini naona wamekwenda mbali zaidi, wameanza kutoa matamko, wameanza kuilazimisha serikali ifanye ingilio masuala ya kesi zilizoko mahakamani, watu ambao wanatuhumiwa. Kwa nini ulifikia hatua ya kuona kwamba hawa watu wamekengeuka? Kwanza mimi niseme kiongozi wa dini kazi yake ni kushauri, kuongoza, kuombea dua. Sasa nilichoona mimi kwamba kimekwenda nje na taratibu za kidini, maneno aliyotamka baba askofu. Kwanza niseme binafsi naheshimu sana imani za watu. Na naheshimu sana mtu nikiambiwa huyu ni askofu. Kwa kweli naheshimu mno. Kwa sababu askofu ni mtu mwenye busara na hekima. Na askofu ni kiongozi kuongoza watu waende mbinguni, sio wapate ufalme wa dunia, wapate ufalme wa Mungu. Sasa kuna maneno baba askofu, tukubali tusikubali, kama binadamu askofu aliteleza. Alitumia lugha kwamba tunataka serikali imwachie Tundu Lissu haraka sana, tena bila masharti yoyote. Kitu ambacho mahakama ni chombo kisichoingiliwa na mtu yoyote. Hata rais hawezi kuikomandi hivyo mahakama. Mwenye mamlaka ya kusema maneno yao ni DPP, ambaye kapelekewa faili la Tundu Lissu, analiangalia, anaona hana kesi ya kujibu, anamwachia Tundu Lissu. Ila maneno aliyotakiwa kuyatumia baba askofu, angetumia maneno ya kiimani ya huruma. Naiomba serikali imsamehe au imwangalie kijana wetu Tundu Lissu. Yalikuwa ni maneno mazuri. Lakini kiongozi wa dini huwezi kutumia command force. Japo kwa baadhi ya watu wamenitafsiri unajenga udini nini. Mimi sina udini. Siwezi kuwa na udini. Mtangazaji, mimi baba yangu amezikwa na Katoliki. Na ni Mkatoliki. Na bahati mbaya nimesahau tu hapo, ungeniambia nikaangalia kwenye makabrasha ya ndani kabla sijaja hapo ofisini, ningekuletea kuonesha babangu alikuwa anahudhuria michango mingi. Nimekuta document za michango ya Katoliki. Baba yangu mdogo amezikwa na kanisa la Lutheran, alikuwa anaitwa Geoffrey Mwaipopo. Tumemzika pale Mbeya. Na mbunge wa baba yangu na alikuwepo Sugu wakati alikuwa ni mbunge. Kamzika baba yangu na nilimuona. Shangazi yangu ni Mlutheran, tumemzika Mbeya mjini. Shangazi yangu mwingine tumemzika Tukuyu, ni Mluteri. Kwa hiyo dada zangu ni wa Katoliki kabisa. Na mimi nimezaliwa kwenye mifupa Katoliki. Mimi nimepata komunio ya kwanza, nimepata kipaimara, na nilikuwa nimeshapata ubatizo, na padri aliyenipa ubatizo na kipaimara wote nawakumbuka. Hususan kipaimara komunio ni Padri Rudi na Padri Primo. Padri Rudi na Padri Geoffrey. Kwa hiyo mimi sina chuki na Ukristo wala na Uislamu, ila mimi nizungumzia nchi, taifa. Na mtu yote mwenye akili huwezi kujenga mifumo na misingi ya udini nchi kama Tanzania, utakuwa ni mtu mjinga. Ndani ya serikali wamo Waislamu wako Wakristo. Ndani ya vyama vya nje na serikali wanaopinga CCM wamo Waislamu na Wakristo. Lakini nilichouliza mimi, askofu, kwa nini useme mara moja? Tena nikaenda mbali nikasema, baba askofu, ungekuwa ni mkweli, ungemwambia Lissu yale aliyosema kabla ya kukamatwa, kilichopelekea kamatwe. Tena nikauliza, wanasiasa mbona wengi, yuko John Heche ni makamu mwenyekiti,
yuko Godbless Lema, ni msemaji wa Chadema, yuko katibu mkuu John Mnyika. Mbona wote wakamatwe kwa nini? Ina maana Tundu Lissu ni mbora kuliko wote? Sasa ukisema hivi, baadhi ya watu wanatafsiri, ndugu mwandishi, vingine tofauti, kwamba wala mnadua Tundu Lissu, adua Chadema, wewe ni chawa, wewe unapewa pesa na CCM. Labda nitumie fursa hii ya ninyi waandishi. Mimi na hapa, mimi ni Muislamu, wallahi na hapa na Mungu shahidi. Mimi sijawahi kukutana kiongozi yote wa CCM. Si katibu mkuu, si Amos Makala, si mwenyekiti wa CCM, si kiongozi yoyote. Ila mimi nimesema kwa uzalendo. Kama alivyosema baba askofu, na mimi nimesema. Kwa hiyo naomba kwamba ili tamko walichukuliwe. Lakini wa Tanzania kabla wajalaumu, tungejiuliza kwa nini Tundu Lissu akamatwa? Kwa nini akamatwa? Hivi kweli anaweza kukamatwa kwa sababu ya kuzungumzia siasa? Kwa sababu najua siasa ni ushindani wa hoja. Chadema waseme hiki, CCM waseme hiki, CUF waseme hiki, ACT waseme hiki. Sasa wakiweka sera zao hadharani, si tuna hiari ya kuchagua. Tumchague CCM, Chadema au CUF. Na yeyote tutakayemchagua anapita. Na mtu akisema hatuwezi kupita, mbona mwanzo Tundu Lissu alikuwa ni mbunge? John Mnyika alikuwa ni mbunge. Mbowe alikuwa ni mbunge. Lakini wanasema ushindi wao ulikuwa ni ushindi ambao unatokana lazima kwanza vurugu zitokee, lazima wananchi waandamane, lazima watu wauawe, watu wajeruhiwe. Ndio maana ndio wapinzani watangazwe. Sasa kwa sasa wanasema kwa nini sisi tuwe wabunge kina Mbowe, kina Lissu katika mazingira ambayo watu wamekufa? Sisi tunataka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili anayeshinda ashinde kihalali na hata ambazo kihalali. Hilo jambo lina tatizo gani? Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nafikiri wanasiasa wa nchi wao wa kweli. Siasa kufa ni kitu cha kawaida. Wale waliokufa Kenya ilikuwa ni katiba ya Tanzania. Kenya kuna watu wamekufa zaidi ya 3000 na kulizalisha wakimbizi. Wakati rais akiwa Mwai Kibaki kwa muhula wa pili wakigombea kiti cha urais na Raila Jaramogi Odinga, watu walikufa. Mpaka ikabidi waende kina Rais Kikwete, kina Thabo Mbeki kama sikosei, Kofi Annan alikuwa bado yuko hai, wakaenda wakaweka makubaliano. Serikali ya Kenya haina katiba yake, haina waziri mkuu, lakini wakaweka maoni yale kwa dharura, wakampa waziri mkuu Odinga. Sio Tanzania ile ni Kenya. Kwa hiyo unapona juzi hapa watu wamekufa. Wanaandamana Kenya na katiba yao nzuri, lakini watu wamekufa. Kwa hiyo wewe kiongozi wa dini unasema watu kufa kwenye uchaguzi si jambo la kusikitisha, ni jambo la kawaida? Hapana, si tutaposema ni jambo la kawaida nitakuwa ni mtu wa ajabu. Kwa sababu nafsi ya mwanadamu ina thamani mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Hata akiwa jambazi, ndio maana serikali zote zikaweka polisi, ikaweka mahakama mtu ahukumiwe. Ingekuwa kuua mtu au kufa mtu ni jambo la kawaida, pasingekuwa na vyombo vya dola ili vilinde usalama wetu. Kwa hiyo mtu anayesubutu kumuua mtu kwa ajili ya uchaguzi atawajibika naye kesho mbele ya Mungu. Wala Mungu hatomwacha. Huwezi kumuua mtu kwa sababu ugombea ufalme wa dunia. Kwa sababu gani? Ni kosa. Hatuwezi kulisupport jambo hilo. Lazima tulipinge. Lakini tunachosema lazima tufuate utaratibu na tulinde misingi ya nchi. Unajua, tusiondoe mgogoro kwa kuongeza tatizo. Tatizo lipo kweli. Unakiri kwamba kwenye mfumo wetu wa uchaguzi kuna matatizo? Mfumo upo, matatizo yapo. Ni kama yapi wewe ukiulizwa kama matatizo ya mfumo wetu wa uchaguzi? Mfumo wa uchaguzi matatizo yapo kutokana, kwanza mifumo tulionayo sio mifumo rafiki. Kwa sababu gani? Kwanza Watanzania ni wachanga sana kwenye siasa za upinzani. La pili, Watanzania wengi tumefanya siasa ni sehemu ya ajira. Na ndio tunaona hata msomi anaenda kwenye jimbo kugombea ubunge. Ukimuuliza yeye sana, nataka niwatetee wa Tanzania. Na wewe daktari ututetee? Wewe engineer umeacha ofisini unakwenda kule ututetee kwa lipi? Lakini anasema tutetee, akiingia bungeni ana gari ya milioni 200, huyo ndio mtetezi. Posho yake ikikaa bungeni kwa siku moja masaa mawili anachukua milioni 4.5, laki 4.5. Kwa mwezi anachukua milioni 18. Payroll anakamata milioni 18. Wakati askari polisi anayelinda benki, analinda usalama wangu, askari wa jeshi, hata kanali wa jeshi alipo milioni 18 kwa mwezi. Lakini mbunge anachukua, tena mbunge darasa la 7 au form 4 au form 6 au degree, anachukua hiyo pesa.
Alafu huyo anakuja kunidanganya tena na kunisemea mimi. Unanisemea mimi kwa lipi? Kwa ni mbinu tu za kuzaza. Kwa hiyo siasa yetu inakuwa hivyo kwa sababu ni sehemu ya kwenda kuchuma au kutafuta kula. Nchi zote za Afrika ndivyo ilivyo. Ukienda Kongo nimeona ni hivyo, ukienda Kenya ni hivyo, ukienda Burundi ni hivyo. Watu wanaishi magumu, lakini wanasiasa wanakula bata. Ukifanya kazi ya siasa ukapata ubunge miaka 5, wewe maskini umekwisha. Wewe nenda kaajiriwe uwe polisi wewe. Hata uwe officers. Uwe officer kuanzia nyota 1 mpaka nyota 3. Tukisema unastaafu kinua mgongo chako akifika hata milioni 100. Ile kinua mgongo chako. Mbunge anastaafu miaka 5 chukua zaidi ya milioni 100. Sasa utasema kuna haki hapo. Ulinzi na usalama wote wanaohangaika ni polisi. Daktari anafanya kazi DM general doctor. Kachukua degree ya udaktari. Anakwenda anaanza kazi mshahara wake hata milioni haufiki. Mbunge wa darasa la 7 au diwani baada ya miaka 5 mtu kwa tajiri. Sasa utasema kuna haki hapo. Na hii sio ya CCM tu, ni ya siasa wote. Kwa sababu akiingia mbunge wa CCM, wakafu wa Chadema wanachukua wote mshiko. Hawasemi sisi hata wote wanachukua. Kwa hiyo mimi nasema kwamba mifumo iliyopo hata tungeleta katiba nzuri ya namna gani hatuwezi kufanikiwa. Katiba iliyokuwa nzuri kwa mimi Muislamu ni Qur'an, kwa Mkristo ni Biblia. Kwa sababu Biblia iko wazi. Qur'an iko wazi. Kama tunataka hayo tunayotaka tuseme haki, basi tungechukua vitabu vya Mungu tuvipeleke Dodoma vikawahukumu watu. Na nizungumza kitu kingine. Watu wengi wamekuwa wananiambia Mwaipopo, si tunataka haki. Ndugu zangu, tusidanganye watu. Hii dunia haina haki, tusidanganye watu kaka. Haki iko kwa Mungu. Wallahi nakwambia ukweli brother. Haki iko kwa Mungu. Duniani hamna haki. Watu wasijidanganye kwamba kwa mifumo hii haki itapatikana. Brother, Palestina wanakufa watu, wamemaliza Palestina yote, Gaza imekwisha. Mbona haki haifanyiki? Zanzibar wamekufa watu. Kama unakumbuka wakati wa Mkapa, na Mkapa alikiri. Baada ya kufa watu, Sefu alipotoka, Mungu amrehemu, yuko kaburini, hatumsemi kwa mabaya, maiti wasemi kwa mabaya. Lakini alipokuja Sefu kutoka nje Uholanzi, akamwambia nataka mafao yangu ili tukae meza moja. Kwa damu za watu zikampa maslahi ya kula Sefu na wenzio. Wakala. Umenielewa bwana? Hapa watu wanaweza kupata matatizo. Uko Kenya turudi. Kenya, Odinga na huyu rais wa sasa Ruto walikuwa wazipati. Leo juzi nimeona Ruto na Odinga wako Ikulu wanapiga chezo na kulala kunywa. Watu wamekufa. Sasa watu waelewe, wasifikiri dunia ina haki. Hii dunia haina haki, haki iko kwa Mungu. Na ndio maana nimekuwa mstari wa mbele kuna kuwapa nasaha vijana, hasa vijana, msikubali kuingia kwenye mfumo wa kumpigania mtu na ambao mnapigania nchi. Nchi haipiganiwi. Nchi haipiganiwi brother. Tutafute riziki zetu, wanaotudhulumu watakumbana na mkono wa Mungu. Kwa sababu maisha ni kubahatisha, kufa ni lazima. Ukweli watakumbana na mkono wa Mungu kweli siku ya mwisho. Sasa Mungu hawezi kukuacha. Nchi na mali na kila kitu. Mnachukua mnakula nyinyi, watu wanatembea migongo nje. Lakini vitabu vya dini hasa vya Kiislamu vinasisitiza kwamba tupinge dhuluma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unapoona uovu unatengeka, uondoe kwa mkono. Kwamba haiwezekani. Ima useme kwa ulimi, kwa imani dhaifu ukemee. Lakini mtume akaweka tahadhari na Mungu akaweka tahadhari. Mwe makini sana, hao watawala wanaweza kuwadhuru. Hapo sasa. Kusema utasema, lakini unasema kwa kiwango gani? Hivi kaka yangu nikuulize. Naye maneno nataka niyaseme watu wayasikie. Niliwahi kumwambia kulikuwa na shekhe mmoja yuko Mombasa anaitwa Sheikh Abdulogo. Alipigwa bunduki. Wakati ule yuko msikiti mmoja Mombasa unaitwa Masjid Musa. Mimi nilikuwa nafanya muhadhara wa dini pale Tononoka. Aliwahi kuja kutaka kusema kwenye muhadhara wangu. Nikamwambia hapana shekhe, wewe mawaidha yako hapana. Akaniambia kasema Popo wewe muoga, bado wataka dunia wewe. Nikamwambia Sheikh Logo, sikiliza. Uislamu ni dini ya nidhamu, ni dini ya mipaka. Unaweza kuona unayosema ni kweli, lakini unapoyasemea sipo. Na si kila sehemu unapaswa useme kweli. Kama kusema ni fedha, kunyamaza ni dhahabu. Pima unalotaka kulisema. Hili nikilisema mwisho lina nafasi gani kwangu? Au lina hasara kwangu kwa watu wanaonisikiliza? Kama watu wanaokusikiliza na wewe mwenyewe utaleta madhara, acha. Sio lazima useme. Sasa hebu fikiri, Sheikh Logo kule Mombasa alikuwa ni kiongozi mzuri, msemaji mzuri, anafundisha watu dini. Amekufa. Je, angelibaki asingefundisha dini? Zanzibar kulikuwa na mashehe wanaitwa shehe wa jumuiya wa Uamsho wale, unakumbuka?
Niliwahi kumwambia shehe yule msenaye Faridi. Alikuwa rafiki yangu mimi. Niliwahi kumwalika hapa, alikuja kwenye mkutano pale Manzese. Akaniambia Mwaipopo, nakwenda kupambana mimi na serikali. Nikamuuliza utaweza? Akasema liwalo na liwe. Nikamwambia dini haiendi liwalo na liwe, nitakuwa utahadhari, na ndio maana mitume litahadhari. Baadaye akakamatwa, amekaa jela miaka 9, ametoka na ametulia. Sasa je, ungetulia kabla ya kufungwa, ukatumia busara kabla ya kuingia jela, ukafundisha dini, watu wakapata angalau matirio ya dini unayojua wewe, isingekuwa bora zaidi? Sasa umefanya nini? Jela umekwenda na umetoka, umetulia. Je, ungetulia bila kwenda jela? Kwa hiyo busara inataka sana. Si kila haki inatakiwa isemwe. Inatakiwa sana kangu busara, ndugu mwandishi. Baada ya kuona kanisa Katoliki limetoka na waraka mzito na mashinikizo dhidi ya serikali, kumekuwa na mitazamo mbalimbali kwa umma na kwa jamii kwamba dini inaingilia siasa. Na kwa ukubwa wa kanisa hili la Katoliki, nadhani wewe unafahamu ni madhara gani ambayo nchi inaweza kuyapata baada ya kuona kwamba viongozi wa dini wamefika mahali wanaishinikiza serikali. Kwanza mimi niseme lile tamko, siwezi kuwalaumu kwamba Wakatoliki wote tulikuwa nafuata dhambi au Wakristo wote, kwa sababu wangekuwa Katoliki wote, maaskofu wote nchi nzima Katoliki wangesema. La kwanza. La pili, nachelea ndani ya serikali na CCM wamo Katoliki. Wangekuwa ni kweli wametili ile agizo, wote wangetoka. Kina Nchimbi wangetoka, makamu wa rais Mkatoliki, tena amesoma seminari, taaluma yake ilikuwa anasoma theolojia, we padri, angetoka. Wangebaki wasiokuwa Waislamu tu. Kuonesha kwamba askofu amesema ni yeye, inawezekana, na ametaka kusema ni yeye. La pili, watu wajue serikali ni kitu hatari sana. Yaani serikali ni kitu hatari sana. Watu wasione serikali hivi kwa macho, lakini chombo kimoja hatari sana. Kanisa Katoliki haliwezi kuyumbisha serikali. Kanisa Katoliki haliwezi kuyumbisha serikali. Wallahi na hapa haliwezi. Kwa nini? Serikali ni chombo cha hatari, kipo na kitaendelea kuwepo. Haliwezi. Na hata huyo askofu anasema yeye na watu wako pamoja na yeye, lakini hawako naye. Wako naye kimavazi tu, lakini kimatendo hawako naye. Lakini kanisa lina nguvu, kanisa Katoliki. Lina nguvu gani? Lina serikali, lina dola, lina jeshi. Ni maneno tu. Ni maneno kaka. Dola ni kitu kingine, serikali ni kitu kingine, tawala. Hata Biblia imesema mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, yapaswa kuheshimiwa. Biblia nayo hapa. Na Qur'ani imesema Mungu mpa mtakaye, unyima mtakaye. Kwani Mungu kuacha CCM watawale, yeye Mungu amewashinda? Yaani CCM amemshinda Mungu? Na Mungu anasema kuna maneno ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema mnaweza mkalipenda jambo likawa na shari ndani yake, mkalichukia jambo likawa na kheri ndani yake. Mungu ndio anaweka CCM wapo. Mungu akitaka atakacho CCM wote wanaondoka, wanaingia Chadema au CUF. Lakini Mungu bado anataka CCM. Inawezekana kuwepo kwa CCM ndio bora na salama ya nchi. Mungu anajua. Kwani CCM ungekuwa Mungu hawataki, ni waovu kama watu wanavyofikiri, kila siku watu wanasonga kwa wameshatoka. Wangetoka tu. Kwani Mungu asikii vilio vya Tanzania? Inawezekana hao tunaolia sisi ndio wabaya kuliko CCM. Yote inawezekana tu. Kwa sababu mtu huwezi kumtambua kwa maneno. Kwa hiyo mimi niseme, ndugu mtangazaji au mwandishi, Mungu ndio anaijua siri ya hivi vyama. Inawezekana Chadema wanaitaka serikali waje watese watu. Sisemi wanataka, nasema inawezekana. CUF na wao walitaka serikali. Inawezekana CUF wangepewa nchi wangetesa watu. Kwa Mungu ndio anayewajua hawa watu. Maalim Seif ameutaka urais miaka yote karibu 20, kakosa. Lipumba kautaka urais miaka yote, kakosa. Edward Ngoyai Lowassa aliutaka urais kwa udi na uvumba, kaukosa. CCM akaenda Chadema. Na Watanzania wote tulijua nchi Lowassa rais na Bernard Kamili yasimame. Lakini kwa nini Mungu akamtoa Magufuli? Na Magufuli amekula miaka 5, Mungu akapita naye, kamweka Samia. Sasa watu wajue ndiye Mungu. Ukipewa nafasi kushauri kanisa Katoliki kama taasisi dhidi ya haya yanayoendelea, una ushauri gani? Mimi kwanza kanisa ningelishauri kwamba kanisa ni taasisi kubwa, ni chombo chenye heshima duniani kwa Watanzania na nje ya Tanzania. Kanisa ningelishauri liwe mstari wa mbele kuishauri serikali, sio kuipa order au kuikomandi.
kuishauri ni sawa. Inapokosea kuna utaratibu na mchukua. Tena uone maaskofu wana heshima sana mbele ya rais. Ni kitendo cha kumpigia simu, Mheshimiwa Rais, naomba nije nikuone. Rais hawezi kukataa. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, naomba nikuone. Katibu hawezi kukataa. Anapewa nafasi, anakwenda nao, anamweleza rais, Mheshimiwa Rais, kuna hiki na hiki na hiki na hiki, naomba mfanye hivi. Ndivyo kiongozi anavyofanywa hivyo. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na tatizo. Nchi yetu haina dini, ila na wanachama wake wananchi wana dini. Kumekuwa tunaziona nyufa zinakuja. Moipopo hapa wewe, watu wanaokushambulia mara nyingi naona kwamba wanakushambulia kwa sababu wanakuegemeza na dini, kwamba wewe unaitetea hii serikali kwa sababu ni serikali ambayo kiongozi mkuu wake ni dini ambayo unatoka wewe. Hujawahi kutoka hadharani Moipopo ukasema kwamba serikali kuna jambo hili na hili na hili haliko sawa, naomba mrekebishe. Kama wewe kila ukitoka hadharani ni kuitetea serikali na chama kilichoko madarakani, kwa nini watu wasiamini kwamba wewe ni mdomo wa serikali? Kwanza shehe, wa Tanzania wanafanya dhuluma kubwa. Katika mtu aliyeweza kuwa namtetea Magufuli, mimi namba moja. Magufuli ni Mkatoliki. Magufuli alikuwa Mkatoliki kweli, mimi nilikuwa namtetea. Na niliwahi kumsema Ponda kwa vyombo hivi vya habari pale Serena, kama mnakumbuka. Nilimkanya Ponda nikamwambia, Ponda, unavyofanya sivyo, wewe ni shehe. Kwa nini unatembea na Tundu Lissu, naambia Waislamu tumekubaliana tuchague Chadema? Nilimkanya Ponda, nilimsema vibaya mno. Mimi ndio niliyemkuwa nimembeba Magufuli, nilimtetea Magufuli. Nikamwambia Waislamu tuache unafiki. Magufuli ni mtu. Kama ameweza kumuita mfalme wa Morocco, amekuja hapa mfalme akamuuliza Magufuli nikufanyie nini, akasema tujengee uwanja wa mpira na msikiti. Mfalme akamuuliza Magufuli tuanze nini kati ya viwili, akamwambia anza msikiti. Mfalme alishangaa akamuuliza Magufuli, wewe ni Muislamu? Akasema no, mimi si Muislamu, I'm a Christian. Kwa nini unaanza msikiti? Akasema ndio nataka. Waislamu hawana nyumba ya Mungu hapa Dar es Salaam. Mimi nikamwambia Waislamu, kumbukeni fadhila hii. Nikamwambia ndiye rais aliyesimama akajenga msikiti wa pale Dodoma, amekuwa amempa uwanja pale Kishki. Magufuli ni Mkatoliki. Na nilieleza mema yake, nikasema ni kiongozi ambaye hana chuki na mtu. Amekuja Rais Samia, nimeeleza ukweli, Samia hana chuki na mtu. Kamziwia nani msikitini? Kamziwia nani asali kanisani? Samia Suluhu amekuwa akiingia kanisani na wapa hela wa Kristo. Mbona alikwenda huko kusini akawapa hela? Amekwenda Mwanza akawapa mamilioni ya shilingi. Waislamu nao Mwanza amewapa hela. Haya, tumlaumu Samia kwa lipi? Serikali tunalaumu kwa lipi? Shehe, sisi kama Waislamu kuna mambo ambayo mimi kama kiongozi wa dini naweza nikasema kwamba Watanzania sasa tutoke tufe au Waislamu. Kama serikali itasema Waislamu msisali, msifunge, msiende hija, msiamini Mungu, mtakula nguruwe na mtafanya hivi. Hayo mambo naweza nikasema sasa tumefikia kubaya na tufa. Serikali haijatuzuia sisi tusisali au tusitoe zaka wala tusende hija. Haijatuambia serikali tuzini au tunywe pombe. Tuna mambo yetu na yenyewe na mambo yake. Katika mambo ya kinchi sijaona serikali kwamba imemfanyia mtu mnyama wa wazi. Swala la kutekwa watu nilishawaambia hivi, mimi kama Moipopo nalalamika watu wanatekwa. Lakini nani aliyeteka simjui. Uislamu sio dini ya kusema tu kwa kubatisha kwamba wewe ndio muuaji, wewe mwizi. Ni mwenye wajibu. Kama kweli wewe unakiri watu wanatekwa, ndio, na haupendezwi na jambo hilo, lini umevitaka vyombo vya usalama ambao wao ndo wanawajibika na usalama wa nchi hii kuchukua hatua au kuhakikisha kwamba haya matukio yanakomeshwa? Vyombo vya usalama nimevitaka mara nyingi sana na nimesema na niendelea kusema. Na vile vimeshatoa majibu, vimesema vinafanya. Na ndio maana amani ipo mpaka leo. Watu wanaendelea kutekwa. Kuendelea kutekwa sio hoja. Marekani watu wanatekwa, itakuwa hapa. Marekani Khashoggi amewahi kuuawa mwandishi mwenzoni kama mnakumbuka. Kauawa. Sasa itakuwa Tanzania. Sisemi kwamba watu watekwe, lakini nasema haya ni matukio. Miaka kama 6 iliyopita mliona Marekani ya polisi wamenyonga mtu barabarani. Yule George nani wamenyonga barabarani kabisa. Analia oh my God, ananyongwa kalisaidia haja ndogo na haja kubwa. Ikaja ambulance ikapeleka mochwari. Tanzania tujafikia unyama huo. Kwa kuna vitu tunavisema, lakini tukubali kwamba ni vitu watu mnapokuwa wengi lazima matukio yawe mengi. Dar es Salaam ya leo sio ya miaka 30 iliyopita nyuma, unajua hilo. Haiwezi kuwa sawa. Mtwara ya miaka 10 sio hii ya leo.
haiwezi kawa sawa. Tunavyoongezeka watu ndani ya mji na matukio yanaongezeka, na ndio maana unaona hata polisi wanaongeza mbinu kila mwaka. Miundombinu ya kukabiliana na wahalifu inabadilika na wanaongeza. Kwa hiyo mtu anayesema mimi napenda watu wauawe anajidanganya. Mtu anayesema mimi ni chawa, sawa, mimi sioni shida, lakini Mungu tu anayeona. Lakini imani yangu lazima niheshimu serikali, imani yangu lazima nilinde amani ya nchi. Hilo halipingiki. Kulinda amani ya nchi huku serikali hiyo ambayo unasema unaiheshimu inatuhumiwa kukiuka haki za binadamu, haki za kisiasa, inakandamiza watu wapinzani wa serikali, unakuwa unaona unatenda sawa kama mwanazuoni wa Kiislamu. Imemkandamiza nani na kwa lipi? Nani na kwa lipi? Alafu atuambie nchi gani ya Afrika wapinzani wana nafasi? Watuambie imemkandamiza nani mpinzani na kwa lipi? Alafu watuambie nchi gani imetoa uhuru wa wanasiasa? Sheikh, ngoja nikueleze. Haya mambo ni watu propaganda. Na kumwachia mtu neema ya chakula ni jambo zito sana. Sisi watu wa dini lazima tuambie watu wa Tanzania ukweli. Hata ndani ya Qur'an katika surati Sad, Nabii Suleiman alisema, alimwambia Mungu, Mwenyezi Mungu, usimpe mtu yoyote ufalme ulionipa mimi mpaka mimi nife. Huyo ni nabii. Sasa kumuondoa mtu kwenye kiti cha urais au cha waziri mkuu au cha ubunge akakae nyumbani anahesabu njiwa wa nyumbani kwake, ni shughuli ipo. Kenya sio mpaka sasa watu wanakufa. Mbona umeshindwa kumuondoa rais? Jenzini wameandamana, wamekufa mpaka leo rais yupo. Na aliwaambia mimi sikuja kuuza ice cream, mtajua kama mjui. Na kweli wamejua kama wajui. Kongo hiyo hapo watu wanakufa. Uganda hiyo hapo kina Dr. Besigye wako jela mpaka leo. Baby Wine ameshavunjwa mpaka miguu. Umeona? Hii hapa Mozambique kama unakumbuka, juzi watu wamechoma mji. Wameandamana mpaka uchi, wamechoma nchi. Kwamba yule bwana arudi kwamba ameshinda. Amerudi. Watu wamekufa, wametia sana nchi yao na hakuna aliyerudishwa. Kwa hiyo haya ndio maisha. Watanzania wasifikiri kwamba unaweza kuiondoa CCM kwa kuandamana, sisi tutatembea uchi, kina mama mtatembea, lakini serikali haiondolewi hivyo. Itaendelea kuwepo tu. Mungu ndio kaiweka. La msingi watu wangesema hivi, twendeni misikitini na makanisani tukamwombe Mungu alete amani, na wale wanaotudhulumu tumwachie Mungu atakabiliana naye. Mungu, kama sisi tunadhulumiwa na wewe umeona ndio umewapa nguvu wanaotudhulumu, basi tunakukabidhi wewe Mungu mikononi mwako. Na kama wewe sisi tunapewa haki zetu, basi Mungu wewe ndio utatupa. Na wamwambie Mungu, Mungu CCM imekuwepo miaka mingi. Kama kuwepo kwa CCM ni kheri kwetu na kwa nchi yako, tunaomba Mungu endelee kudumu. Na kama kuwepo kwa CCM ni shari kwa nchi yetu na kwetu na kizazi chetu, Mungu wewe ndio tunakuambia CCM hapa, ukabiliane nao, kuiondoa ukubaki. Ni hilo tu basi. Lakini swala la kuwadanganya Tanzania, unaweza kuondoa serikali kwa maandamano au jenzio ndio serikali au no reform no election, ni kudanganya watu. Ni kuwasababishia watu waumie, wafe, kuondoa tatizo kwa kuongeza mgogoro. Chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho mara nyingi umekuwa ukiwakosoa namna gani wanaendesha siasa zao, wamesusia uchaguzi kwa madai kwamba mifumo ya uchaguzi haiko huru, na wamesema watazuia uchaguzi usifanyike. Vitendo ambavyo vimempelekea hadi Tundu Lissu amekamatwa kwa ndani. Chadema ya sasa unaionaje? Unaiona katika hali gani? Katika swala gani? Kwanza nikwambie ukweli, kwanza unakaa hata Chadema ni waongo. Kwa sababu mchezo unaochezewa Tanzania ni mchezo wa kuigiza sana. Wallahi brother. Huyu Padri Silas ndio aliwakimbia Chadema. Sasa leo sio karudi Chadema. Alikimbia nini, amerudi kama sawa nini? Mbona utasema wajiulize? Wajiulize hilo tu kama kweli Chadema kuna. Kwa mchezo unaochezwa na Chadema ni mchezo wa kitoto kabisa. Uwezo kumsusia nguruwe shamba atakula, unamsusia mlevi bata kunywa tu. Wangekuwa wanaijua siasa kama alivyokuwa Mbowe, mimi nimewashauri Chadema mngeingia tu kwenye uchaguzi. Ili mtakapodhulumiwa sasa dunia itaona. Lakini sasa mkuingia. Wao wanasema wamekuwa kidhulumiwa mara zote. Ingieni tu. Hiyo sio hoja kwenye siasa. Siasa si chombo cha huruma. Serikali si chombo cha huruma. Nani kakwambia serikali ni chombo cha huruma? Duniani serikali zote si chombo cha huruma.
Wao wangeingia wapambane mle zipigwe, wako wanagombania viti vya bunge. Si haba wangepata hata majimbo 3, 4, 5. Ruzuku ingeongezeka. Lakini sasa mmesusa. Mkisusa ndio nini? Na vyama vingine vyote vinashiriki. Ina maana ndio mna akili kuliko vyama vyote. Wakubwa hawana akili. Chama kikubwa cha upinzani. Kikubwa kwa sababu vingine havikushiriki. Lakini hivi vinashiriki, kikubwa kitakuwa ACT au kinaweza kuwa kikubwa kafu au chama kingine au NLA. Kwa sababu wao kushiriki ndio maana wenzao watapata wabunge, watakuwa wakubwa. ACT itakuwa kubwa. Kwa sababu ACT kule Zanzibar ina rais, ina makamu wa rais. Angalia balaa hilo. Sasa mimi ningewashauri Chadema wangeacha kususa. Wangepiga waiombe serikali imsamehe Tundu Lissu, watoke wafanye siasa za kistaarabu. Lakini kiukweli Tundu Antipas Lissu hakuonewa. Sisemi kwa kumchukia. Namhurumia, kwanza ni mbovu, gonjwa, ni kaka yangu, ndugu yangu. Na sio kwamba Tundu Lissu ana mabaya matupu. Hata sio wanafiki, anayo mema na yeye. Lakini kuna mambo anayakosea sana kaka yangu Tundu Lissu. Makubwa tu. Na ndio anamtia kwenye matatizo. Sasa angeendesha siasa za kistaarabu, Tundu Lissu ubunge angekuwa anachukua. Na nikueleze kitu kimoja anachokosea Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwanaharakati, sio mwanasiasa. Tundu Lissu kwanza hana siri. Uongozi ni siri. Hata dini yetu Waislamu inatutaka kuwa na siri. Kama huna siri, hufai kuwa hata kiongozi wa dini. Tundu Lissu hana siri. Unakwenda kuongea ya jandoni ya Zalani, wewe kwa nini kiongozi? Hafai kuwa kiongozi. Yule mwanaharakati. Mwanaume lazima uwe na siri. Kuna mambo utayapitia, utayaona, ukae kimya. Unakwenda kuongea mambo ya jikoni kabisa kule. Wapi na wapi? Kwa haya ndio matatizo yetu. Na Watanzania tujui siasa. Tunafikiri harakati ndio siasa. Au kusema ovyo ndio siasa. Siasa ni maarifa. Muangalia huyu mtoto kama John Mnyika. Mimi Mnyika sometimes wala mkubali, anajua siasa. Wewe msichana tomboka mitano. Hivyo kimya. Anasoma alama za nyakati. Siasa hii sio kama ile ya Kikwete. Siasa ya Kikwete sio kama ya Mkapa. Nyakati zinabadilika. Hata sisi kaka misikitini, zama za Mkapa tulikuwa tunafanya mihadhara ya hatari kabisa. Serikali inataka achele msema tunafanya. Mnafikiri mnachekeana na polisi mnaondoka. Leo hii sema tunafanya, uone kama miguu vunjwe. Kwa hiyo siasa na dola inabadilika nyakati. Nimependa niwaambie wa Tanzania walijue. Utawala wa Rais Samia anamaliza miaka yake 4 na tayari chama chake kimempitisha na kugombea. Tathmini yako kwa haraka miaka 4 ya Rais Samia, wewe kama mwanazuoni, iweke kwenye mizani. Miaka 4 Samia amefanya, tuseme ni kweli. Dar es Salaam ilikuwa ifumweni barabara tu zinasuka. Na Watanzania tunachotaka ni maendeleo. Samia Suluhu amejenga mahospitali ya kila hata vituo vya afya. Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga mashule. Daktari Samia amemaliza bwawa la umeme. Bwawa la umeme kule la Mwalimu Nyerere. Treni ya umeme ndio hiyo SGR. Mambo mengi anafanya. Kazi anafanya. Sasa Watanzania wanataka tuifananishe Tanzania na Marekani, wakati Marekani wana rais za karibuni 40 ngapi? Sisi tuna rais 5. Utalingana kwa leo watu. Tuna miaka 50 au 60 ya uhuru. Nchi imeachwa, hata Muhimbili haina. Hatuna chuo kikuu hata kimoja. Leo tuna vyuo vikuu zaidi ya 10 nchi. Utasema serikali haifanyi? Iwapo kama mimi nyumba ya kulala mimi tu vyumba 4 kuijenga ni shughuli, itakuwa serikali? Au unajua sheria zetu tusema resources nyingi sana, resources nyingi ndio sawa. Au wazungu ndio tunaenda kwa namba miguu waje. Nigeria ile pale wameanza kuchimba mafuta toka Nyerere hajazaliwa, historia inasema. Nyerere hajazaliwa, wanachimba mafuta. Nenda kaangalia Nigeria, watu wote meno nje. Tabani. Kwa Tanzania tunakwenda. Brother, mimi nimetembea karibu nchi za Afrika nyingi. Ukiangalia Tanzania uifananisha na Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, mpaka Namibia, mpaka South Africa, hawatufikii. Ila South tutasema wametuacha kwa sababu tu walijenga wazungu. South ya kujengwa na weusi. Lakini baada ya kupewa watu weusi, South imerudi chini. Ukienda Kenya
ndio ilikuwa headquarter ya wazungu, ilikuwa Ulaya, Afrika, wanachukua Tanzania wanaenda kula Nairobi. Lakini Tanzania tumekwenda vizuri na tunakwenda vizuri. Matatizo yapo. Hatuwezi kusema tunakwenda tu vizuri na matatizo. Yapo. Uhalifu upo, uwizi upo. Hata nyumbani kwangu watoto wananibia miela. Itakuwa serikali wasiibe? Wanaiba. Kuna clip moja inasambaa leo ya katibu wa CCM mkoa wa Kondoa, wakati akiwa anaendelea kwenye kampeni akisema Muislamu huwezi kusali bila kumtaja Rais Samia. Sasa kama viongozi wa dini ya Kiislamu wanazungumzia swala. Kwanza hizo ni siasa ambazo hata rais mwenyewe akizisikia anamuona huyo kiongozi yuko vipi. Yaani hata rais mwenyewe unajua ili ndio anasema kwa Waislamu, hebu tunapotaka kumweleza mtu simueleze kwa kupita hata mipaka ya dini. Rais ni binadamu. Ile semi Allahu liman hamida, ile tunamsifu Mwenyezi Mungu, sio Samia huyu. Sasa wewe kiongozi wa siasa unakwenda kwa kufurisha watu, unaofanya eti wanamwabudu Rais Samia, inaingia akilini hiyo? Haya ni matatizo. Tena huyo kutumwa na rais wala kutumwa na CCM wala serikali. Ni mambo yake tu ya ovyo. Huwezi kusema maneno ya namna hiyo mtu anajitambua. Rais Samia ni kiongozi. Ndio kama niliwahi kumsikia bwana mmoja anasema Rais Samia ni baada ya Yesu na Muhammad ni Rais Samia. Wewe una akili kweli? Wakati Mungu ameweka madaraja kuna wanavioni. Samia ni rais wa dunia. Ni mwema kwa wana Tanzania. Mitume ni wema kwa dunia. Kwa hiyo baadhi ya watu waambiwe tu ukweli. Mimi ni mtu msema ukweli tu. Kama watu watanichukia nichukie, nasema ukweli. Huyo nilimuona lakini sikumuelewa vizuri. Anasema tena Rais Samia unamtaja paka kwenye sala. Subhanallah. Unamtaja kwenye sala. Sheba nani? Sio kufuru. Maana ya sami Allahu liman hamida, ile ni sifa za Mwenyezi Mungu. Kwanza kama ni mimi rais, ningemsimamisha hapo hapo kazi. Yaani ningemtia adabu hapo hapo. Sasa sikukutuma mimi kuyafanya hayo. Nimekutuma unisifu wewe, rais alikuchagua ili umsifu yeye. Rais kakuweka pale uwatumikie wa Tanzania, umsaidie kazi ya kuwatumikia wa Tanzania. Sio kwenda kwa kumfananisha yeye na sifa za Mungu. Yaani unamchonganisha rais na wa Tanzania, ionekane wewe rais amekutuma muwakilishe uwafanye watu wamuone yeye ni sawa na Mungu. Haikubaliki. Dini itabaki kuwa dini, rais ni rais, tunamheshimu rais, ni kiongozi wetu wa nchi. Na huyu shehe ni kiongozi wa pili kama unavyosema, maneno yao yanavuka mipaka. Na inaonekana BAKWATA hata Waislamu wamekaa kimya kwenye hili. Sasa wewe wito wako ni nini ili kuonyesha kwamba yani kwamba jumuiya ya Waislamu yenyewe haikubaliani na vitu kama hivi? BAKWATA kama wamekaa kimya labda wajaona, au wamekaa kimya, kukaa kimya ni kukubali, au labda bado wanajadili au wanatafakari. Lakini sitaki niwahukumu kwa sababu mimi si msemaji wa BAKWATA. Lakini mimi nimesema kama mimi private person au Mwaipopo kwamba tendo lile ni baya, uwezo kalifurahia Muislamu mwenye akili. Hata Mkristo mwenye akili hawezi kufurahia. Ila walimwangalia tu kama huyu mwenyekiti hamna kitu. Of course. Sasa shehe, uone kukaa kimya kwa BAKWATA. Kuna leta ile zana watu wanasema kama BAKWATA ni chama cha serikali. Na hii hawa viongozi wanaotamka maneno wote wawili wa kwanza walimtaja na huyu wote ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. BAKWATA kwa kusema ni tola serikali au mimi nikasema niungane nao watu, mimi siwezi kujua. Lakini huyo aliyesema hivyo serikali haikumtuma. Itakuwaje radhi kwa serikali? Serikali haikumtuma. Na ndani ya serikali kuna Waislamu wema kabisa, wanamcha Mungu. Ndani ya serikali kuna Waislamu waovu kama walioko Laiani tu. Kuna Wakristo ni wazuri kabisa ndani ya serikali. Na kuna Wakristo waovu kama walioko Laiani. Kwa hiyo serikali haikumtuma huyo mwenyekiti. Sasa ningeomba waandishi mkamuulize, wewe bwana, haya maneno umeyapata kitabu gani? Na umeyapata katika ilani gani ya CCM au katiba ipi ya chama? Tumeona wa viongozi wa CCM chungu nzima wamepita wajao kuyasema haya, tena wasomi wa dini. Alikuwa mwenyekiti wa CCM mzee Ali Hassan Mwinyi, ni msomi wa dini. Haja asema hayo. Samia Suluhu dini anaijua, ni mtoto wa Zanzibari. Haja asema maneno hayo. Kina Hussein Mwinyi kule Zanzibar wanajua dini, wamekuwa nyumba ya dini. Hawajasema hayo. Kina Shaka walikuwa ndani ya CCM, watoto wa Zanzibari
wamesoma dini hawajasema yeye kayatoa wapi. Kwa hiyo ni maneno ya hovyo. Kama Watanzania lazima tuwe kweli. Tusiwape nafasi watu ambao wanageuza dini kama vile kitu cha mzaha. Hapana, dini ni kitu chenye heshima. Uwe Ukristo, uwe Uislamu, lazima tuheshimu dini zetu.